Wangapi wanakumbuka pale tuliachia, lakini kwa sababu ya muda wacha tu. Tulifika sura ya 3, tulikuwa tunaenda sura ya 4. Kwa hivyo tutaanzia pale tuliachia sura ya 3 mstari wa mwisho. Nitasoma hapo, alafu kwa neema ya Bwana nafikiri tutaangalia sura ya 4 yote, ili Jumatano tuanzie sura ya 5. Nitasoma sura ya 3 mstari wa 18. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana, tukiangalia utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Tuliachia hapo, hatukueleza sana, lakini ningetaka kueleza kitu jioni ya leo ili tuweze kuingia kwa sura ya 4 na tutabarikiwa. Linasema tunautazama utukufu wa Bwana kama vile kwa kioo, kama vile kwa kioo. Tunautazama utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema huo utukufu ambao tunautazama kama kwa kioo, tunabadilishwa ufanana na hiyo sura tunayoiona ya Bwana wetu Yesu Kristo, na tunabadilishwa kufanana na hiyo sura na Roho Mtakatifu. Lakini ningetaka kuuliza swali jioni ya leo, kwa kuwa neno la Bwana li hai, neno la Bwana linatenda kazi. Neno la Bwana li hai, neno la Bwana linatenda kazi. Na kama vile tumeona ya kwamba hakuna andiko ambalo halitatimia na hakuna andiko ambalo halitimii. Na nitazidi kuelezea ya kwamba maandiko yanatimia na maandiko yatatimia. Sababu kuu hatuoni mabadiliko, hatuoni Mungu, kwa sababu hatujui maandiko. Hivyo maandiko yanayotimia hatuyatekelezi. Kwa hivyo ili andiko linatimia. Na naomba katika jina la Yesu Kristo, ili andiko tumesoma litimie katika maisha yetu. Biblia inasema tunautazama utukufu wa Kristo kama kana kwamba kwa kioo. Napenda Biblia ya Kizungu vile inavyotafsiri. Tunautazama utukufu wa Kristo kama vile kwa kioo. Biblia inasema kile tunachokiona, kile tunachokiona tunabadilishwa kufanana nacho, kutoka utukufu hadi utukufu. Kile tunachokiona, usisahau hilo neno, kile tunachokiona tunabadilishwa kufanana nacho, kutoka utukufu hadi utukufu. Biblia inasema tunaangalia kama kioo. Haleluya! Unapojiangalia kwa kioo, si unategemea kuona sura yako? Biblia inasema basi tunaona utukufu wa Bwana. Na kile tunachokiona, narudi hilo neno, kile tunachokiona tunabadilishwa kufanana nacho. Na mimi nakuuliza katika jina la Yesu, unapotazama utukufu wa Kristo unaona nini? Unaona nini Simon? Unapotazama utukufu wa Kristo unaona nini? Unapomtazama Yesu Kristo unaona nini? Maana Biblia inasema neno la Bwana ni kweli. Ufanane nacho. Biblia inasema tunabadilishwa ili tufanane na Yesu Kristo. Tunabadilishwa kuwa si kile atuoni, si kile atujui, ni kile na kile ambacho tunakijua. Kwa hivyo Roho Mtakatifu kutubadilisha tufanane na Kristo, tuwe na sura kama ya Kristo, tuyatende matendo ya Kristo, inategemea tunapomwangalia Kristo Yesu tunaona nini. Tunajua nini kuhusu Yesu Kristo?
Roho Mtakatifu atubadilishi tusiwe kile ambacho hatukioni, ila Roho Mtakatifu anatubadilisha kuwa kile ambacho tunakiona. Roho Mtakatifu anatubadilisha kuwa kile ambacho tunakijua, na hii ndiyo inaleta shinda kwa Wakristo. Sababu ya kwanza ni kwamba hatuoni chochote. Kuna watu wako kanisani na kuna kitu chochote ambacho wanaona kwa Yesu Kristo. Hakuna lolote, hakuna utukufu wowote, hakuna sifa yoyote. Hawamjui Kristo Yesu kwa sababu hakuna kitu wanachokiona. Ndio Biblia ya Kizungu, hakuna kitu ambacho wanachokiona. Hakuna kitu ambacho wanachokiona, hivyo hawabadilishwi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ningetaka tulishike hili neno 18. Inasema hivi, it's 2 Corinthians, not 1 Corinthians. 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. Tuliachia hapa takuelezea kitu. But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed in the same image from glory to glory, just as by the Spirit of God. Inasema kama uso uliofichwa kama kwa kioo, tukiutazama utukufu wa Bwana, tunabadilishwa hiyo sura tunayoona. Sasa mimi nakuuliza, unaona sura gani wewe? Nini unaona kwake Yesu Kristo? Haleluya. Nini unaona kwake Yesu Kristo? Unajua nini kuhusu Yesu Kristo? Kile unaona kwake Yesu Kristo, hicho ndicho Roho Mtakatifu anakubadilisha kuwa. Kile unachokijua kuhusu Yesu Kristo, hicho ndicho Roho Mtakatifu anakubadilisha kuwa. Kile unaamini kuhusu Yesu Kristo, hicho ndicho Roho Mtakatifu anakubadilisha kuwa. Kama hakuna kitu unaona Simon, basi hakuna mabadiliko. Kama hakuna kitu naamini kuhusu Yesu Kristo, bila sema utukufu wake. Utukufu ni nini? Ni sifa za mtu. Utukufu, sifa za mtu. Una sifa gani zake Yesu Kristo Bwana? Kwa maneno mengine, haleluya, Yesu Kristo Bwana ana sifa gani? Ana utukufu gani? Ana sifa gani? Unajua nini kuhusu Yesu Kristo? Unaamini nini samahani kuhusu Yesu Kristo? Maana kile unajua, kile unaamini, kile unaona, binasema hicho ndicho Roho wa Bwana anakufanya kuwa. Kama nani? Huyo Yesu Kristo unayemtazama kama kwa kioo. Bwana asifiwe. Sasa mimi nauliza, unajua nini kuhusu Yesu Kristo? Unafahamu nini kuhusu Yesu Kristo? Maana kile unajua, kile unaona kwake, hicho ndicho Roho wa Bwana atakufanya kuwa. Haleluya. Uwezo wa Yesu. Unajua Yesu ana uwezo gani? Unajua Yesu, unaamini Kristo Yesu ana uwezo gani? Unaamini Yesu Kristo anaweza akatenda nini? Haleluya. Unaamini anaweza akatenda nini? Unaamini ana uwezo gani? Haleluya. Unaamini hana nguvu gani? Hiyo ndiyo Roho Mtakatifu nawe atakubadilisha kuwa. Kwa maneno mengine, hayo ndiyo Roho Mtakatifu atakuwezesha kufanya katika jina la Yesu Kristo. Hayo maisha ndiyo Roho Mtakatifu atakuwezesha kuishi. Kwa hivyo ni jukumu letu, ni kazi yetu, tutazame utukufu wa Bwana, tumjue Yesu Kristo, tujue uwezo wa Yesu, tuamini uwezo wa Yesu. Haleluya. Kikamilifu na tuamini. Binasema hivyo ndivyo Roho wa Bwana atatubadilisha. Binasema kutoka utukufu anti utukufu. Kwa maneno mengine, vile ambavyo tunavyotazama utukufu wa Yesu, vile tunavyoangalia uwezo na sifa za Yesu na kusiamini, Roho wa Bwana anatubadilisha siku baada ya siku. Kwa maneno mengine, yale singeweza kuyatenda jana, vile ninavyomjua Yesu, vile ninavyomfahamu Yesu, vile ninavyomwamini Yesu, nitayatenda katika jina la Yesu Kristo. Pale sikuweza kufika, vile ambavyo navyotafakari kuhusu Yesu Kristo, navyojifundisha kuhusu Yesu Kristo, navyoamini kuhusu Yesu Kristo, nitafika katika jina la Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu. Na hivyo nataka kuambia katika jina la Yesu, vile ambavyo
tunajifundisha kuhusu Yesu Kristo, vile tunaamini kuhusu Yesu Kristo, hivyo ndivyo maisha yetu yanavyobadilika katika jina la Yesu Kristo. Nataka niwaambie jioni ya leo, vile tuliingia kwa mlango tukiwa haleluya katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa kawaida tukiwa na ufahamu, hatutatoka hivyo katika jina la Yesu. Kuna mambo ambayo hatukuweza kuyatenda, tutayatenda katika jina la Yesu. Kuna mashetani hatukuweza kushinda, tutayashinda katika jina la Yesu. Kuna hali hatukuweza kushinda, tutazishinda katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema vile tunavyotazama utukufu wa Kristo, hivyo ndivyo tunabadilishwa kuwa kama hiyo sura ya Kristo. Biblia inasema kutoka utukufu hadi utukufu katika jina la Yesu. Na ndiposa na wasi, ukipata nafasi yoyote ile, jifundishe kuhusu Yesu Kristo, jua uwezo wa Yesu Kristo, jua sifa za Yesu Kristo, mjue Yesu Kristo, tafakari kuhusu Yesu Kristo. Ukipata nafasi, hivyo ndivyo unavyobadilishwa kukaa kama yeye, kutoka utukufu hadi utukufu. Na mambo aliyoyatenda na mambo anayoyatenda, hivyo ndivyo utakavyo yatenda katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Life is spiritual, and I tell you, life is spiritual. We are not wasting time. Kwa mahali hapa, we are not wasting time. Sio kwamba tuna mahali pa kwenda, but life is spiritual. Hallelujah. Life is spiritual. Maisha ya Kristo, neno la Bwana is final, is above all katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna mambo ambayo bila tunamjua Kristo Yesu, bila tunavyomwamini Kristo Yesu, bila tunavyotembea na Yesu Kristo, utukufu hadi utukufu. Inaniambia kile sikuweza kufanya jana, leo nitakiweza katika jina la Yesu. Mashetani alionishinda jana, leo nayashinda katika jina la Yesu. Haleluya. Uwezo ulionishinda jana na ushinda leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kila siku katika jina la Yesu, haleluya, kila siku utukufu hadi utukufu. Na ndio naambia watu wasichezee wana wa Mungu. Wenda jana walikushinda, wenda jana walifanya vitu wakafaulu, lakini nasema ni utukufu hadi utukufu. Binasema neema na rehema za Bwana ni mpya kila siku. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo naweza enda utukufu, haleluya, wakajaribu wakifikiria ni kama jana, wakapata si jana katika jina la Yesu. Wakapata jana, leo si. Kwa mwana wa Mungu anayetembea na Yesu, leo si. Sema leo si. Semeni kwa sauti, leo si. Kwa sauti tena, leo si. Narudia tena, leo si jana. Haleluya. Leo si jana. Kwetu tuliamini Yesu Kristo, leo si jana. Leo si jana. Mambo yanabadilika leo, maana ni utukufu hadi utukufu. Kwa utukufu wa Bwana tunaendelea katika jina la Yesu. Tunaenda sura ya 4. Mstari wa kwanza inasema, kwa hivyo hatukati tamaa. Kwa hivyo, haleluya. Kwa hivyo bila sema, kwa hivyo hatukati tamaa, kwa kuwa tumepokea unduma hii. Unduma gani hii? Tunafananishwa naye Kristo Yesu siku baada ya siku, kutoka utukufu hadi utukufu. Hatukati tamaa. Kwa sababu gani? Viwango vyetu vya imani vinainuka. Kwa sababu gani? Uwezo na nguvu zetu zinaongezeka. Haleluya. Ushirika wetu na Yesu Kristo unaendelea kunawiri. Kwa sababu gani? Utukufu hadi utukufu. Kwa hivyo hatukati tamaa, maana yale ambayo yalinikalia jana, leo naweza kuyashinda katika jina la Yesu. Nisipoyashinda leo, tayashinda kesho. Navyotembea na Yesu, utukufu hadi utukufu. Bila sema, kwa hivyo hatukati tamaa, hatuvunjiki moyo. Kwa sababu gani? Ushindi ni uhakika. Tuko pamoja? Ushindi ni uhakika. Kuna uhakika ya kwamba tutashinda. Huenda si leo, huenda si jana, lakini kuna uhakika wa ushindi, maana ni utukufu hadi utukufu. Tunafananishwa naye Kristo Yesu, kama alivyo ndivyo tulivyo. Kila siku tunabadilika katika jina la Yesu. Kila siku tunabadilika. Hatuko vile tulikuwa jana. Maisha yetu wende ikawa kipato hakijabadilika, wende ikawa maisha haijabadilika, lakini nawaambia katika ulimwengu wa roho kila siku tunabadilika katika jina la Yesu. Na kile kinafanyika katika ulimwengu wa roho, it is a matter of time before it manifest in the physical. I tell you, it's just a matter of time.
It's just a matter of time before it manifests in the physical. Whatever is happening in the spiritual world is a matter of time before it manifests in the spiritual. Kwa hivyo maisha yetu yanabadilika. Kwa hivyo hatuvunjiki moyo, hatukati tamaa, wala hatutavunjika moyo, wala tutakata tamaa, kwa sababu tunajua ushindi ni hakika. Wow, it manifests in the physical world. It's a matter of time. Kwa hivyo usivunjike moyo katika jina la Yesu. Unapomtazama Kristo, tunaendelea. Hallelujah. Lakini inasema lakini tumekana. Hallelujah. Bila sema kwa sababu hiyo tumekana, mstari wa pili. Tumekana mambo ambayo dishonest ni nini kwa Kiswahili? Bwana asifiwe. Tumekana mambo ambayo ni ya uongo, tumekana mambo ambayo ni ya ujanja, tumekana mambo ambayo kuna ujanja, kuna uongo, kuna dishonest, craftiness na deceit. Kuna kutoaminika, kuna ujanja, alafu kuna uongo. Tumeyakana hayo mambo, tumeyakataa katika jina la Yesu. Kwa sababu hiyo tumekataa hayo mambo ya craftiness, ya uongo, ya ujanja katika neno la Bwana. Biblia inasema sisi tunalihandle neno la Bwana katika ukweli, katika ukweli, wokovu katika ukweli, ili binasema ili dhamiri ya wanadamu wote mbele zake Bwana, kwa dhamiri ya wanadamu wote mbele zake Bwana. Binasema kwa hivyo neno la Bwana, wokovu, atushughulikie katika ujanja ama uongo, haleluya, ama kutoaminika, lakini mbele zake Bwana neno la Bwana twalichukulia kwa ukweli, ili dhamira za watu wote, kwa maneno mengine tabia zetu, sema tabia zetu. Kwa maneno mengine tabia zetu lazima zidhihirishe ukweli na wokovu kwa watu wote. Usijali kile wanasema, tutafika hapo katika jina la Yesu. Kile wanasema kukuhusu, maana watasema, lakini watasema wakijua wanadanganya. Haleluya. Watasema wakiwa wanadanganya, wao wenyewe watajua wanadanganya. Maana kuna watu leo wanasema pale chini na kule kwingine, mimi ni mchungaji wa uongo, lakini ukweli wanajua wanadanganya. Wananimoa wanajua wanadanganya, ila wanatetea uovu wao, wanatetea uovu wao. Ni uovu wao wanatetea. Wanataka kufunika uovu wao, wanataka kufunika ubaya wao, wanataka kufunika kazi zao mbovu. Haleluya. Na kufunika kazi zao mbovu. Kwa hivyo hiyo isikusumbue, mradi wewe unatembea katika kweli. Haleluya. Unatembea katika kweli. Na Biblia inasema mbele zake Mungu. Mbele za nani? Mbele zake Mungu. Mbele zake Mungu. Kwa Mungu Baba unatembea katika kweli. Hauna ujanja, hauna dishonest, craftiness and deceit. Hautumii ujanja, hautumii uongo. Bwana asifiwe. Hautumii dishonesty. Mbele zake Mungu una kweli. Biblia inasema tuwe na kweli mbele zake Mungu, ili dhamira za hawa watu, hata kama watanena vibaya, watanena uongo, watajua wanadanganya ili kuficha maovu yao. Na watu ndanganya kwa ajili ya kuficha maovu yao, kwa ajili ya kuficha ubaya wao. Watakasema kale kasichana kanasema kameokoka, kale kavulana kanasema kameokoka, kale kamama kakanisa kanajifanya. Watazungumza mambo kama hayo. Tutafika huko, maana kuna chapter inazungumzia hayo mambo. Tutafika huko sasa kuzungumzia saa hii. Lakini inasema sisi tumekana hayo mambo, tumekataa hayo mambo. Kwa hivyo tabia yetu ihubirie kila mwanadamu, kila mwanadamu, hata kama watanena vibaya, wanene vibaya, lakini ukweli waona ya kwamba sisi tunafanana na Kristo. Tunafanana na nani? Tunafanana na nani? Haleluya. Tunafanana na Kristo katika jina la Yesu na damu mtakatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Biblia inasema ili injili hii tunayohubiri kama itafichika, ifichike kwa wale ambao wanaopotea, ifichike kwa wale ambao wanaoenda jehanamu.
Hivi inamaanisha mtu asipate sababu kutoka kwetu ya kuhujumu injili katika jina la Yesu Kristo. Kama unasema umeokoka, kama unasema wewe ni mwana wa Mungu, ili fundisho linatuambia hili neno, mtu asije akapata sababu ya kuhujumu injili kwa sababu ya tabia zetu na mienendo yetu. Haleluya. Ila kama kuna mtu atapotea, kama kuna mtu ambaye injili imefichika kwake, ni yule ambaye anayepotea na anayeamua kupotea na anayeamua kutumikia shetani. Maana kuna watu wameamua kutumikia shetani. Wacheni waambie, kuna watu kabisa wameamua kwenda jehanamu. Haleluya. Kuna watu wameamua kwenda jehanamu. Wameamua wapate faida za ulimwengu huu. Wameamua wafuate shortcut ya kupata kile ambacho wanachopata, lakini mwishowe wataelekea jehanamu. Kuna watu wameamua waabudu shetani. Shetani awape mali, awape mamlaka. Haleluya. Lakini hao wanapotea na mwisho wataenda jehanamu. Kuna watu wameamua maisha rahisi. Haleluya. Wawekwe kama mipango ya kando, wawekwe kama kile wanachowekwa. Haleluya. Waende kwa uganga, wasaidiwe na uganga. Hao ni watu ambao tunasema kama injili imefichika kwao, hao ni watu wanaopotea, ni watu ambao wameamua kufuata njia pana. Haleluya. Vinasema, tunaendelea mstari wa 4, sura ya 4 inasema ambao shetani, ambaye inasema Mungu wa ulimwengu ambaye ni shetani, vinasema amewafunika nia zao, amewafunika mawazo yao. Hao ni watu ambao, haleluya, shetani amewafunika nia zao, amewafunika mawazo yao. Linasema ili wasije wakaona nuru ama tumaini lililo ndani ya injili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tembea katika haki, tembea katika ukweli, tembea katika utakatifu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ili kama injili itafichika, kama wokovu itafichika, basi Biblia inasema ni kwa wale wanaopotea, wale ambao wameamua kupotea, wale ambao kutumikia shetani. Haleluya. Biblia inasema huyo shetani amewafunika mawazo yao ili wasije wakaona tumaini la injili katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema mstari wa 5, tunamhubiri Kristo peke yake, wala sio sisi wenyewe. Si tunamhubiri Kristo Yesu aliyekufa na akafufuka, wala si sisi wenyewe. Mstari wa 6 unasema na Mungu aliyeumba mwangaza amefanya nuru hii iwake ndani ya mioyo yetu. Nuru gani hii? Wa kujua ufahamu, wa kujua utukufu wa Mungu uliye ndani ya Kristo Yesu. Inasema Mungu aliyeumba nuru ametia mwangaza ndani ya roho zetu. Na maana tumesoma, tumesikia hawa wanaopotea ni shetani amewafunika nia zao na mawazo yao, wasije wakaona tumaini ambalo limo katika injili. Kwa hiyo inasema sisi tuliokoka, Mungu aliyeumba nini? Nuru. Mungu aliyeumba nini? Nuru. Ameangazia mioyo yetu. Kwa nini? Ili tuweze kuwa na ufahamu wa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo ni Mungu aliyekuangazia, ni Mungu aliyetuangazia ndani ya mioyo yetu, ndani ya mawazo yetu, ili tuweze kuona utukufu wa Mungu. Mstari wa 7 unanifurahisha. Mstari wa 7 wa Korintho wa 2. Nikitaja mstari wewe unaweza soma. Mstari wa 7 unasema, kwa hivyo tunayo dhamana kubwa. Haleluya. Tunayo dhamana kubwa ndani ya Veso kwa Kiswahili nini? Haleluya. Veso ni vyombo. Vinasema kwa hivyo tunayo dhamana kubwa ambayo Mungu ameweka katika vyombo vya udongo. Vyombo vya udongo ni nini? Naweza kuniambia? Hizi Biblia inasema kwa hivyo tunayo dhamana kubwa ndani ya vyombo vya udongo. Kwanza hii dhamana ni nini ambayo Biblia inasema tunayo ndani ya vyombo vya udongo? Hii dhamana ni mwangaza, ni utukufu wa Bwana, ni uwepo wa Bwana, ni Mungu kuwa ndani yetu. Na vyombo vya udongo ni miili yetu. Kwa hivyo mwili si wewe. Nipungie mkono. Mwili si. Tutaangalia haya mambo kwa hii kitabu, tutaangalia maybe Jumapili ama Jumapili lingine. Sura ya 5 nafikiri nazungumzia hayo mambo.
sura ya 5, sura ya 6. Mwili si wewe. Mwili ni chombo. Mwili ni cha kubeba nani? Nafsi na roho. Mwili ni chombo cha kubeba nafsi na roho. Mwili ni chombo tu. Na Biblia inasema ujiadhari. Biblia inasema huu mwili hauwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala huwezi kuokoka, maana ni udongo. Ni Mungu tu ameupatia uhai, lakini mwili ni udongo. Biblia inasema mavumbi mavumbini, huu mwili utarudi mavumbini. Lakini wewe ambaye Biblia inasema wewe ni nani? Nafsi na roho yako. Wacheni waambie, mwanadamu anapohaga ni nafsi na roho zinatoka ndani ya mwili. Haleluya. Na wacha nikwambie, nafsi na roho sina umbo. Na ukitoka utaona mwili wako. Waliotoka wakarudi waliona miili yao, na wakutaka kurudi kwa mwili, isipokuwa wale ambao hawana tumaini la uzima wa milele. Maana wale hawana tumaini na wacheni waambie, jioni ya leo mimi nawaambia ukweli, mtu anapotoka ndani ya mwili, wakati nafsi na roho zinapotoka ndani ya mwili, zinaona kule zinaenda. Haleluya. Hapo ulimwengu wa roho unakuwa dhahiri. Ni mwili huu unazuia tusione ulimwengu wa roho, maana tumo ndani ya mwili, lakini roho zetu ziko mbinguni. Hata hivyo, lakini mwanadamu wakati ambapo anahaga, anapotoka tu ndani ya mwili, anaingia katika ulimwengu wa roho, anatoka ulimwengu huu, na ule ulimwengu wa roho unakuwa dhahiri. Kama alikuwa hajamwamini Kristo Yesu Bwana na Mwokozi, wale wanamkaribisha katika ulimwengu ule ni mashetani na mapepo. Mimi nakwambia ukweli, anastukia ameingia ulimwengu uliojaa mashetani na mapepo na aina yote ya mateso na uovu. Akitoka tu anakumbana na mashetani na mapepo, na kuzimu inamngojea. Lakini aliyeokoka anapotoka tu katika umweli, anapatana na malaika wa Mungu, anapatana na amani, anapatana na furaha, tayari kupelekwa mbinguni. Haleluya. Biblia inasema hizi vyombo za udongo Mungu ameweka dhamana kubwa sana. Kwa maneno mengine, Mungu mwenyewe akiwa ndani ya roho zetu amekuja kuishi katika vyombo vya udongo ambavyo ni miili yetu, Kwa hivyo miili ni chombo tu cha kubeba nafsi na roho. Na ndio nasema katika jina la Yesu, hata kama tutajifundisha tamaa za mwili, sisi tufanye katika jina la Yesu, tukose uzima wa milele. Tamaa za mwili katika jina la Yesu. Naposema tamaa za mwili ni pamoja kutamani pesa, kutamani mali, cheo. Hizo vitu vyote ni za hapa duniani. Si mbaya ukisipata kwa njia ya Mungu, maana kwa njia ya Mungu unaweza pata utajiri, kwa njia ya Mungu unaweza pata mali. Na katika jina lake Yesu, kwa sababu ya kuhubiri injili tutapata mali, kwa sababu ya kuhubiri injili tutapata hizo vitu kwa ajili ya kuhubiri injili, lakini hasita tufanya tuondoke Mungu. Kwa hivyo Mungu ameweka, haleluya, bila sema ameweka dhamana ndani yetu, vyombo ambavyo ni vya udongo. Kwa hivyo mwili ni vyombo vya udongo. Sasa msia mwili, hiyo sura nyingine inazungumzia, tutaangalia siku ya Jumapili. Kwa hivyo tunasema ili uwezo wa Bwana uonekane, sio sisi, sio nini, uwezo wa nani? Wa Bwana. Kwa hivyo Mungu ameweka dhamana yake katika hizi vyombo za udongo. Linasema uwezo wa Bwana, the excellence of the power of God. Haleluya, sio sisi. Kwa hivyo katika haya maisha Mungu ameweka dhamana yake, ameweka nguvu zake. Na ndio anasema nipungieni mkono nyote. Vile ulivyo maumbile ya mwili. Maana roho na nafsi za mwanadamu ziko sawa. Roho, hakuna tofauti ya roho ya mwanamke na roho ya mwanaume. Umesikia? Karanja ananiangalia. Karanja,
hakuna tofauti ya roho ya mwanamke na roho ya mwanaume, sote siko sawa. Ni udongo, ni maumbile ya mwili peke yake yako tofauti. Umesikia? Narundia tena, ni maumbile ya mwili yako tofauti, ila roho na nafsi ya mwanaume na mwanamke siko sawa. Sikitoka mwanaume na mwanamke wafe, ulimwengu ule mwingine hakuna mwanaume na mwanamke, wote ni wana wa Mungu. Bwana sifiwe. Mbinguni hakuna wanawake na wanaume. Mumesikia? Mbinguni hakuna wanawake na mbinguni hakuna wanawake na mbinguni hakuna wanawake na wanaume. Mbinguni ni wana wa Mungu. Na Yesu siku moja akaulizwa hili swali na wale wanaitwa masundukayo, the Sadducees, wakitaka kumjaribu. Wakamwambia kuna mtu mmoja alikuwa ameoa. Haleluya. Walikuwa ndugu 7. Haleluya. Na akasema kulingana mila ya huko, mtu akifa mke achukuliwa na ndugu yake. Wakaambia Yesu, wa kwanza akaoa akafa, akaolewa na wa pili mpaka wa 7. Sasa wakauliza Yesu, katika ulimwengu mwingine wa ufufuo huyu mke atakuwa wa nani? Na alikuwa ameolewa na ndugu wote 7. Yesu akawaambia, sikieni nyinyi Masadukayo, shida yenu ni kwamba hamjui maandiko. Hamjui nini? Maandiko. Biblia inasema ulimwengu huo mwingine hakuna mwanaume na mwanamke, so tutakuwa na mili kama ya malaika. Kwa hivyo hakuna malaika mwanamke na mwanaume. Ukiona mwanamke amekutokezea akakwambia ni malaika, hakuna malaika hapo, ni pepo. Narundia tena, ukiona umetokezewa na mwanamke na anakuambia mimi ni malaika, si malaika, ni pepo ama mchawi. Haleluya. Haleluya. Wote ni wana wa Mungu kule mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tutafanana na Yesu sote. Wewe ni mwanamke, wewe ni mwanaume, umbo lako mimi nasema unafananishwa na nani? Na Kristo. Kwa hivyo kule hakuna cha mwanamke ama cha mwanaume. Na ndio nasema jioni ya leo, maumbile yako yasikuzuie kutendea Mungu kazi katika jina la Yesu Kristo. Binasema si katika uwezo wetu, bali uwezo wa Mungu aliyoweka ndani yetu katika jina la Yesu. Wewe ni mfupi, wewe ni mrefu, wewe ni mnono, hii mambo ya mwili, udhaifu wa mwili katika jina la Yesu usikuzuie, usikupinge katika jina la Yesu. Simama kwa uwezo na nguvu Mungu aliyoweka ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Simama hata kama wewe ni mwembamba, hata kama wewe ni mweusi. Wacha nikwambie jioni ya leo, maumbile yako ya mwili yasikuvunje moyo kwa sababu ya kile watu wanachokisema. Wanasema wewe ni mweusi, wanasema wewe ni mkonde. Hizo vitu sisikusumbue. Biblia inasema Mungu ameweka dhamana yake hapo. Sasa acha nikuulize, kwani Mungu akiweka dhamana yake hapo hakuona vile ulivyo wewe? Mungu hakuona vile ulivyo? Si aliona? Sasa kama Mungu aliona unafaa katika jina la Yesu. Narundia tena, kama Mungu haliona mimi nafaa, aweke dhamana yake ndani mwangu vile nilivyo, mimi nafaa. Mwanadamu ni nani aseme sifai? Mwanadamu ni nani anihukumu, anichange kwa sababu ya maumbile yao? Mwanadamu ni nani akunchange kwa sababu ya maumbile yao? Mwanadamu ni nani hakunchange? Wewe ni mfupi, wewe ni mwanamke. Haleluya. Simama katika jina la Yesu. Hata kama ni mwanamke, hubiri Injili. Simama katika jina la Yesu. Hata kama ni mwanamke, tenda chochote Biblia inasema unaweza ukatenda katika jina la Yesu. Na wala yeyote hasikudharau kwa sababu wewe ni mwanamke, hujasoma, si umesoma, si wewe ni mfupi, wewe ni mweusi, wewe ni mkonde, wewe ni mnono, sijui wewe uko hivi na hivi. Hizo ni vitu za mwilini. Roho katika jina la Yesu inafanana na Yesu Kristo. Uko na jicho moja, hubiri Injili. Hata wakikuita chongo, hubiri Injili. Haleluya. Wewe hauna mkono, hubiri Injili. Chochote cha mwilini kisikusumbue katika jina la Yesu Kristo. Mungu ameweka dhamana yake vile, hayo ni ya wanadamu na shetani, si ya Mungu katika jina la Yesu. Tunaendelea. Kwa hivyo pia tusijivune,
pia tusivunjike moyo. Kwa hivyo si juu yetu, ni juu ya Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Mstari wa 8 na 9 wasa nisome kwa haraka katika jina la Yesu. Tunajifundisha kitabu cha Wakorintho. Mstari wa 8 na 9 unasema hivi: pande zote twadhikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati tamaa. Binasema tunasukumwa pande, tuliamini Mungu tunasukumwa pande zote. Tunasukumwa na shetani, wachawi ndio hao, waabudu shetani ndio hao, mapepo ndio hayo, wasiotaka injili ndio hao, watu wetu ndio hao. Binasema tunapata dhiki kwa pande zote. Lakini binasema hata hivyo, hata kama tunapata dhiki kwa pande zote, hatusongwi. Hakuna kitu ambacho wanaweza wakafanya. Hatuwezi tukasongwa, hatuwezi tukamalizwa. Hawawezi wakatumaliza katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa hivyo dhiki unayopata haitakumaliza, hautasongwa. Tunaendelea. Wacha nisome ya Kizungu. Ya Kiswahili haileti vizuri. Nitaendelea. We are oppressed on every side, yet not crushed. Bila sema tunasukumwa pande zote ila kuwa crushed. Atuvunjwa, hatukui crushed. Nafikiri mnaelewa. We are perplexed but not in despair. Hali tunateswa ila tukati tamaa. Hali persecuted but not forsaken. Struck down but not destroyed. Hallelujah. Hayo yote yanatupata. Mateso na kila kitu yanatupata, lakini atuangamii katika jina la Yesu. Mstari wa 9. Always carrying about in the body of the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also might be manifested in our body. Inasema tunabeba mwili wa kufa kwake Yesu Kristo. Inasema hata hivyo, tunapobeba mwili wa kufa kwake Yesu Kristo, hata uhai wake Yesu Kristo nao unadhihirika kwetu katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. 11. Kila wakati tukipeanwa kwa kufa, ili uhai wake Yesu Kristo utawale katika miili yetu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ili uhai wake Yesu Kristo utawale katika miili yetu. Kwa hivyo ukiona tisho la kufa kwa sababu ya injili, kwa sababu ya wokovu, jua nao uhai wake Yesu Kristo unatawala katika miili yetu. Kufa kukija, uhai wake Yesu nao unatawala. Kufa kukija, uhai wake Yesu Kristo nao unatawala katika jina la Yesu. Na ndiposa mimi leo nahubiri injili. Kwa sababu ndio leo nahubiri. Mimi nawaambia ukweli, ni kwa sababu ya uhai wake Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo Bwana alishinda mauti. Haleluya. Kwa hivyo matishio ya kufa, usikie mtu ati ya kwamba anakuendea ukufe, hata usisumbuke. Narundia tena. Haleluya. Mama yake katoto, sitakutaja jina kwa microphone, lakini nasema hivi: ukisikia watu wanakuendea ufe kwa sababu uko ndani ya Yesu, kwa sababu unatatiza kazi zao za giza, usisumbuke. Binasema hapo ndipo uhai wa Kristo utatawala. Hapo ndipo uhai wa Kristo utaonekana. Uwe sio sisi tena, bali ni Kristo Yesu. Hivyo hawawezi katika jina la Yesu kutuua. Hawawezi. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu, usiogope vitisho vya kuuliwa. Haleluya. Hata usikiwa wamekusanyika, wamechanga pesa, si wanaenda kwa mganga yupi, wacha wachange, wacha waharibu pesa zao, wacha waharibu wakati wao, wacha waharibu mali yao, wacha waharibu wakati wao, waharibu mali yao, waharibu vitu zao. Binasema kila wakati tunabeba mili ya kufa, tunabeba Kristo aliyekufa, ili uhai na uzima wa Kristo utawale ndani yetu. Tunasema ndio sababu mimi nahubiri injili, na nitazidi kuhubiri injili, tutazidi kuhubiri injili, kwa sababu ya Kristo Yesu alishinda mauti. Na sisi tumeshinda mauti na kuzimu. Tumeshinda mauti na kuzimu. Hatuwezi tukakufa isipokuwa Mungu ameweka muhuri.
Narudia tena, hatuwezi tukakufa isipokuwa Mungu ameweka muhuri, isipokuwa Kristo Yesu ameweka. Hatuwezi, narudia, hatuwezi tukakufa, hatuwezi tukaisha isipokuwa Kristo Yesu na Mungu Baba ameweka muhuri. Tunaendelea katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Mstari wa 11, nafikiri nimesoma hapo. For who live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal life. Bila sema kwa ajili ya Yesu. Hallelujah. Inanifurahisha. Kwa hivyo wote wanaoniendea ili nife, kwa sababu unahubiri injili hapa, wafanya kazi ya bure. Kulingana na neno la Bwana, wafanya kazi ya, inasema kila wakati. Umesikia jao, unapoimba hapa na unaharibu kazi za mashetani kupitia sifa. Baada ya sema kupitia sifa utukufu wa Mungu unashuka. Na utukufu wa Mungu ukishuka mahali, mashetani na kazi za shetani zinaharibika. Usifikirie hao watu wanafurahia. Usifikirie wachawi area hii wanafurahia tukiimba hapa. Usifikirie waabudu shetani wanafurahia tukiomba hapa. Usifikirie ukiomba nyumbani kwako. Haleluya. Acha niwaambie, wajua wewe unafikirianga kwa sababu tunaomba na microphone ndio sababu. Si microphone, hata upige magoti nyumbani mwako uombe. Haleluya. Wacha niwaambie ni sentences mbili. Bwana asifiwe. Kina Paulo hawakuwa na microphone, hawakuwa na vipaza sauti, na ndiye ameandika hii. Anasema kila siku wanapeana kufa, wanatafuta kuuliwa kwa njia zote zile. Haleluya. Kwa sababu ya Kristo. Haleluya. Ukipiga magoti kwa nyumba yako uombe, hata uombe kwa sauti ndogo, na kuwe kuna nguvu za pale area hiyo, zitatatizika. Kwa hivyo watu wanaofikiria ni hii kipaza sauti, tunahubiri kwa kipaza sauti ili watu wasikie injili. Tunaomba kwa kipaza sauti ili watu wasikie. Hii ni nyumba ya maombi, wakuje. Kama vile Ntanda amesema, amesikia akaja. Hili waje. Lakini sio kipaza sauti, sio speaker zinaleta nguvu za Mungu. Mumesikia? Haleluya. Kwa hivyo nisikieni. Yale maombi unapoomba ndani ya nyumba yako, unapopiga magoti na kuomba, kama kuna wachawi hapo karibu wanatatizika, kama kuna mashetani hapo karibu yanatatizika. Hata tukae bila vipaza sauti hapa tuombe, tutawatatiza bado. Haleluya. Tutawatatiza bado. Kwa hivyo usingangania kipaza sauti. Haleluya. Usipangangania microphone. Haleluya. Bila sema ni ukweli ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Wanawaambia siku moja nilienda nyumbani kwetu. Na hiyo siku sio ilifikiriaje? Siku hiyo nilikuwa Mombasa. Na tulikuwa tumeenda na gari. Kuna mzee alikuwa anaitwa Kajana ndiye alikuwa ananipeleka siku hizo. Sasa nilipofika nyumbani nikaamua usiku huo wacha nilale kuomba. Sio ilifikiria nini? Nikaomba mpaka saa 7 saa 8 nikamaliza. Na asubuhi saa 12 nikasikia mtu akibisha ngeti. Papa fungua. Anabisha kwa binti. Nikaambia huyo Kajana ndo angalie ni nani mfungulie. Akamfungulia. Ni mmoja wepo wa relatives. Na huyo relative anatoka mbali. Si kilomita 2, si kilomita 3. Na akanisalimia. Akaniambia, wakati mwingine ukija kuomba usiku, kumbuka kuniombea. Sikuwa na kwake ni mbali. Sasa halijuaje nilikuwa naomba? Halijuaje nilikuwa naomba? Ni relative. Lakini ni mtu ambaye anatumia nguvu za giza. Kwa hivyo maombi niliyoyaomba, haleluya, yalipiga mpaka kwake.
Na ndio katika jina la Yesu na washauri, ombeni katika jina la Yesu Kristo. Ombeni. Haleluya. Kwenu ni hembu, utaomba ukiwa hapa. Hayo maombi yatapiga kombora hembu, yatapiga kombora Nakuru, yatapiga kombora Pwani. Kama kuna vitu zinafanywa kinyume nawe, mimi nakwambia utakapopiga magoti na uombe katika jina la Yesu, vyote vilivyo kinyume nawe, hata kama vinafanyiwa Marekani, maombi yatagonga Marekani. Haleluya. Bwana asifiwe. Maombi yatagonga wapi? Yatagonga Marekani. Na wacha nikwambie, huyo relative, kwa sababu ulijua anasumbua, mwishowe mambo yalimwendea vibaya. Shamba aliyokuwa nalopo akauza, akaama. Haleluya. Akaama. Akafanya nini? Hagevumilia. Tuombeni katika jina la Yesu, tusiogope vitisho. Paulo anasema wanapotupatia katika mauti, uhai wa Kristo unafanya kazi ndani yetu katika jina la Yesu. Haleluya. Yetu na maisha yetu, kile Yesu alifanya msalabani, nacho kinasimama kinatutetea katika jina la Yesu Kristo. Wakitoa kafara sao, wakituchinja watumwage damu ya Yesu inasimama inanena. Wakitoa sadaka ya Yesu inasimama inanena. Wakitutaka tufe, kufufuka kwa Yesu kunasimama kunanena katika jina la Yesu Kristo. Wakisema tufilisike, haleluya, bila sema tujue neema hii. Halikuwa tajiri akafanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Umaskini wa Kristo unasimama unanena. Yesu anasema siwezi kuwa maskini na wao wawe maskini. It is illegal kuwa maskini, na Yesu Kristo alikuwa maskini. Ni sisi hatujui katika jina la Yesu. Na waelezee. Haleluya, tusiogope. Huwa nawaambia story ya kweli. Na huyo mtu ni mhubiri. Na vile Mungu anavyotusaidia hata kama kwa nchi cha nje. Naomba Mungu watu kama hao, Mungu atupe neema. Siku moja tuwalete wawahubiria washuhudie. Alikuwa mchawi mkuu. Mchawi si kama utu uchawi tukitengela hapa ambao hatuna nyuma, hatuna mbele. Hatuna nyuma. Sasa unashangaa mtu ni mchawi. Hata kula ni shinda. Hata kula ni kulipa nyumba ni shinda. Yeye mwenyewe anakaa kama ataenda na upepo. Kama upepo ukija utambeba. Yaani hana chochote cha kuonyesha na huo uchawi wake. Na wahurumia katika jina la Yesu. Na wahurumia. Huyu uchawi utakitengela na tuhurumia mimi. Waokoke, sema waokoke. Waokoke katika jina la Yesu. Mateso wanateswa na shetani na wasikii. Haleluya. Sasa huyu alikuwa mwanaume na alikuwa na pesa. Maana ni wale warlocks walikuwa na pesa. Ni mchawi, mwabudu shetani na ana pesa. Na kaenda area moja kutupa maroho. Kutupa nini? Maroho. Maana acheni waambie. Ndio nasema tuombe hapa katika jina la Yesu. Na siachi kuomba mimi wala sitaacha kuomba. Unless Mungu aseme niache kuomba. Mimi siachi kuomba. Maana jua kuna kitu maombi yangu yanafanya katika jina la Yesu. Na ndio uliona wakati nilikuwa katika dhiki, walikukutana kusherekea. Wachawi walikutana pale chini kupeana high five, kusherekea wakisema nimeenda. Nimeenda wapi? Uhai wa Kristo unafanya kazi ndani yangu. Uhai wa Kristo si mimi niishie, bali ni Kristo Yesu aishie. Si wewe uishie, bali ni Kristo Yesu aishie katika jina la Yesu. Sio sisi, bali ni Kristo Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Na wapatie ushuhuda wa huyu mzee. Sasa akaenda kutupa maroho. Kwa hivyo kuna maroho njao, kuna watu. Mimi wanawaambia na nitawaambia tena. Kuna watu. Mgeni wetu hakuna shida. Muda ukienda unaweza enda, hakuna shida. Bwana asifiwe. Tunamaliza saa 2 lakini. Kuna watu katika haya maisha wamewekwa na shetani, wanafanyia shetani kazi. Kuna watu wanaketi humu barabarani, unafikiria wanafanya biashara. Hakuna biashara wanafanya.
Mimi nawaambia hakuna biashara wanafanya. Kuna watu wanaketi barabarani, unafikiria wanafanya biashara. Hakuna biashara wanafanya. Kuna watu wanaketi katika malango, hakuna biashara wanafanya. Mimi nawaambia ukweli, hakuna biashara wanafanya. Wameketi pale, wana macho ya kichawi na midomo ya kichawi. Mimi nawaambia kuna watu wamepakwa na shetani, wana macho ya kichawi na midomo ya kichawi. Wewe huwezi kujua, lakini mimi najua, na nikiwaona najua. Ndio niliwaambia, ukisikia nimesema mtu ni mchawi, ni mchawi. Haijalishi anajitetea namna gani, ni mchawi. Ukisikia nimesema na mdomo wangu mtu ni mchawi, huyo ni mchawi. Hata kama anaimba kanisani, ni mchawi. Kwa hivyo kuna watu wanaketi, na ndio mnastahili muombe katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali upo homba. Biblia inasema sisi ni chumvi ya ulimwengu. We are the salt of the world. We are the light of the world. Sisi ni chumvi ya ulimwengu. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Kama vile wao ni giza ya ulimwengu. Wanaleta giza katika ulimwengu. Sema washindwe. Sema washindwe. Sema kwa sauti washindwe. Sema waketio katika makutano ya barabara na kuleta giza, washindwe. Waketio kando kando ya barabara na kuleta giza, washindwe. Waketio katika malango na kuleta giza, washindwe. Sema washindwe. Washindwe. Washindwe katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Mumesikia? Wana macho ya kipepo na midomo ya kipepo. Mtu akipita, wana uwezo wa kuona hatima ya huyo mtu na wakanena. Kwa hivyo kazi yao wanajifanya wanauza, hawauzi chochote. Hawauzi chochote. Wanatumikia shetani. Wako pale tu wanajifanya wanauza, ila wanaangalia watu wanaopita na barabara. Kama una ulinzi wa Mungu, ukipita hapo wanakuangalia, wananena. Ni hivyo. Ama wanakokota mali umekanyana. Kuna watu wanafanya kazi wamejaa. Mimi nawaambia wamejaa. Lakini hapa wameshindwa katika jina la Yesu. Wana macho ya kichawi na midomo ya kichawi. Sema washindwe. Washindwe. Mali tunapitia, Mungu awang'oe. Sema Mungu awang'oe. Mungu awang'oe. Hawang'oe katika Mungu Roho Mtakatifu hawang'oe. Haleluya. Sasa huyu mwanaume nawapa ushuhuda katika jina la Yesu. Paulo anasema tunapeanwa katika kufa kila siku, lakini uzima wa Kristo unafanya kazi ndani yetu. Haleluya. Unafanya kazi ndani. Kwa hivyo hatuwezi uliwa kwa sababu ya wokovu, unless Mungu akubali. Unless Mungu Kwa hivyo usiogope kuomba, kwa sababu uliomba ukanyongwa. Sindi kuomba katika jina la Yesu. Uliomba mambo yakaharibika. Sindi kuomba katika jina la Yesu. Sasa mwanaume akaenda kutupa mashetani ya usherati na usinzi area hiyo. Na alipoenda akapata kuna mama moja anaomba. Na kwa sababu ya maombi huyo mama akashindwa. Na akasema huyo mama ataniona. Yeye ni nani anizuie mimi? Tuchawi tunapombea tuna uwezo wa kuona maombi yanatoka wapi. Tuna uwezo wa kuona kile kinawapinga kinatoka wapi. Tuna uwezo wa kuona. Na sisi Mungu atujalie tuwe na uwezo wa kuona katika jina la Yesu. Hili tunatuma kombora huko, zinafiatua kila kitu katika jina la Yesu. Na akasema nitamuonyesha. Haleluya. Na kesho akajipanga kwenda kumuonyesha huyo mama, kwenda kumshughulikia kichawi. Mimi nakwambia Kristo hata kushughulika na yeye. Alienda kwa shetani akamwambia, sikia shetani, enda waambie mtumishi wako achane na huyo mama. Na shetani akipewa amri na Mungu hakiuki. Na akiwa njiani shetani akamwendea, akamwambia Mungu huyo mama amesema tusimuguse. Na yeye kwa sababu kutoka utoto wake alilelewa katika uchawi, alijua uchawi ndio na nguvu na shetani ndio mwenye nguvu. Na akauliza shetani, huyo Mungu huyo mama anayekushinda ni nani? Shetani akamwambia sitaki maswali mwanaume, huyo mama usimuguse, ukimgusa shauri yako. Na hapo ndipo huyo mwanaume alianza kutaka kujua huyu Mungu anayetishia shetani ni nani. Ndiye akakuja kujua ni Kristo Yesu. Tusimame. Ni Kristo.
ni Kristo Yesu. Kwa hivyo ukiwa na Kristo Yesu, usiogope chochote katika jina la Yesu. Usiogope yeyote. Biblia inasema kila wakati, haleluya. Mstari wa 14. Tukijua aliyemfufua Yesu kutoka mautini, naye atatufufua pamoja na Kristo. Kwa hivyo nitaachia hapo katika jina la Yesu tuweze kuomba. Nitaachia hapo tuweze kuomba. Tutaendelea siku ya Jumapili. Kumjua nani? Kristo. Maana tunapomjua Kristo, sema haleluya. Tunapomjua nani? Kristo Yesu, na kumtazama Kristo Yesu, tunabadilishwa kufanana na. Kwa hivyo tunafananishwa kufanana na kile tunaona na kile tuna. Sasa unaona nini kwa Kristo? Mbena, unaona nini kwa Kristo? Ushindi. Basi utabadilishwa kuwa ushindi. Kile unaona, bila sema kile unaona, unabadilishwa kuwa hicho. Ndio kanisani kiroho tuko tofauti. Kwa sababu kile watu wanaona. Unaona nini ndani ya Kristo? Unaona kushindwa? Haleluya. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu Kristo Bwana, ni asante Baba kwa ajili ya jioni ya leo. Ni asante Mungu wetu, ni asante Baba yetu, Baba uliyesiumba mbingu, uliyesiumba nchi, mtakatifu wa Israeli. Baba nasema ni asante. Asante Baba yetu, asante Mungu wetu kwa ajili ya nafasi hii. Asante Baba yetu, asante Mungu wetu kwa ajili ya fursa hii ambayo Bwana umetupatia jioni ya leo. Tuseme nini Bwana katika jina la Yesu? Ila Bwana tunakusifu, tunakuabudu Bwana, tunanyenyekea mbele zako jioni ya leo. Kwa kuwa jioni ya leo Bwana tumetazama wema wako, tumetazama wewe Kristo Yesu, tumetazama Bwana, tumejua ya kwamba ufufuo wako, uzima wako unafanya kazi ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu na damu takatifu yake Kristo Yesu Bwana. Hivyo Bwana, ndani yetu kutakuwa na uhai, kutakuwa na uzima katika jina la Yesu. Ndani ya miili yetu inayochakaa kutakuwa na uhai, kutakuwa na uzima katika jina la Yesu. Naomba jioni ya leo, kama kuna magonjwa katika miili yetu Bwana, hayo magonjwa jioni ya leo Bwana yafike mwisho katika jina la Yesu. Kama kuna maumivu, chochote ambacho Bwana ni cha kuleta mauti, kiondoke Bwana katika jina la Yesu. Uzima wako Bwana na uhai wako Bwana vitawale Bwana katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Chochote ambacho ni ya kishetani katika jina la Yesu, uhai wako Bwana na uzima wako Bwana utawale Bwana. Uhai wako Bwana na uzima wako Bwana utawale ndani yetu, utawale ndani ya miili yetu, utawale ndani ya maisha yetu. Uzima wako Bwana na uhai wako Bwana, ewe Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu tunaomba jioni ya leo, utawale Bwana, utawale katika ndoa zetu. Uzima wako Bwana na uhai wako Bwana, rabababababa, ewe Yesu Kristo Bwana, utawale Bwana katika jina la Yesu, kuanzia utosi hadi chini miguuni, kandi nyayoni mwetu. Uhai na uzima wako utawale Bwana, utawale Bwana katika biashara zetu. Uhai na uzima wako utawale Bwana mahali ambapo Bwana pamenenwa mauti katika maisha yetu. Usiku wa leo uzima wako na uhai wako utawale Bwana katika jina la Yesu. Katika huduma zetu mahali kumenenwa mauti, uzima na uhai wako, uzima na uhai wako katika utumishi wetu, katika ndoa zetu Bwana, uzima na uhai wako, ewe Yesu Kristo Bwana, utawale, 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 utawale katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, mahali kumenenwa mauti, mahali kumenenwa mauti kuhusiana na huduma zetu, mahali ambapo Bwana kumenenwa kuisha, katika jina la Yesu, hizo ndimi Bwana tunasihukumu kuwa mkosa. Kila ulimi wa mchawi, kila ulimi wa muganga, kila ulimi wa mwabudu shetani, tunahukumu kuwa mkosa katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, uzima na uhai wako hata katika ndoa zetu, hata katika familia zetu, kwa kila chochote chetu, uhai
uhai na uzima wako utawale Bwana, katika jina la Yesu. Yule ibilisi mwovu na kazi zake chafu ashindwe Bwana, ashindwe Bwana, katika jina la Yesu, na damu takatifu yake Yesu Kristo. Bwana ni asante, Bwana ni asante, Mungu ni asante. Yesu uimitiwe Bwana, uimitiwe Mwokozi. Hakuna Mungu mwingine ila wewe Bwana, katika ushirika huu, katika ibada zetu, katika maisha yetu, katika kazi ya mikono yetu, kila kitu chetu Bwana, usima uhai wako vitawale Bwana, sasa hata milele, katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, njama na hila za yule ibilisi mwovu, katika jina la Yesu, na mipango yake miovu tunaisambaratisha, tawanya Bwana, kasa ukanga na uchawi rababababa, tunasambaratisha utawala wa uchawi na ukanga Bwana kinyume nasi, tunatawanya, tunasambaratisha kuzimu Bwana, ichanganyikiwe na kazi zake, katika jina la Yesu. Ni asante Bwana, ni asante Yesu. Baba, bariki sadaka na fungu ambazo tutazitoa jioni ya leo. Ni asante Yesu, ni asante Bwana, katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini na tuseme amen. Amen. Mungu abariki sana. Uhai na uzima ufanye kazi kwetu katika jina la Yesu. Uhai na uzima wa nani?